Kutoka enzi zao za mafanikio makubwa kwa Barcelona hadi kuungana tena katika klabu ya Inter Miami, Lionel Messi na Luis Suarez sasa wameanzisha sura mpya ya ushirikiano wa muda mrefu kwa kuanzisha klabu ya Deportivo LSM itakayoshiriki katika ligi ya soka kulipwa ya nchini Uruguay. Klabu hiyo ambayo hapo awali iliitwa Deportivo LS ilianzishwa na Suarez mwenyewe mwaka 2018 katika mji wa Ciudad de la Costa nchini Uruguay. Ilenga kukuza vipaji vya soka vya ndani na kusaidia jamii kupitia fursa za ajira na miradi ya kijamii. Siku ya jana Jumanne, Suarez alitangaza mabadiliko ya jina la klabu hiyo kwa kuongeza herufi M kwa heshima ya nahodha wa Argentina Messi ambaye sasa amejiunga rasmi na mradi huo kama mshirika ni partner. Klabu hiyo sasa inapanga kuingia katika ushindani wa kulipwa kwa mara ya kwanza, ikianza katika daraja la 4 la soka nchini Uruguay. Deportivo LS ni mradi wa kifamilia. Ndoto ya kifamilia hiyo zaliwa mwaka 2018. Tumeendelea sana na sasa tuna zaidi ya wanachama 3000 pamoja na miundombinu thabiti, alisema Suarez kupitia video aliyoacha kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ndio maana nimeamua kuingiza Deportivo LS katika mfumo rasmi wa shirikisho la soka la Uruguay AUF kwa ngazi za vijana na wakubwa. Mradi huu ni jukwaa sahihi kuendeleza maono yetu ya mchezo soka. Hivyo nikamwalika rafiki yangu kuungana nami katika mradi huu wa kulipwa Deportivo LSM, aliongeza mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 38 kwa sasa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari, wawili hawa watahusika moja kwa moja na shughuli za kila siku za club, huku akiteua mkurugenzi wa michezo mwenye uzoefu katika soka la ndani. Ninamshukuru Luis kwa kunipa nafasi hii ya kuwa sehemu ya mradi ambao amekuwa akiujenga kwa miaka mingi na ambao umepiga hatua kubwa, alisema Messi mwenye umri wa miaka 37. Natumaini kuchangia kadri ya uwezo wangu katika kuendeleza maendeleo ya klabu hii na kushiriki nawe katika safari hii. Suarez ambaye ndiye mfungaji bora kihistoria wa Uruguay aliunda ushirikiano wa kipekee na Messi wakiwa Barcelona kati ya mwaka 2014 hadi mwaka 2020, wakaunda moja safu kali za ushambuliaji katika historia ya soka la kisasa. Katika misimu 6 waliocheza pamoja, walitoa mataji 13 makubwa, yakiwemo kombe la mabingwa Ulaya UEFA Champions League, mataji 4 ya La Liga na 4 ya Copa del Rey, huku pia wakijenga urafiki wa dhati nje ya uwanja. Uhusiano wao uliimarika zaidi mwaka 2023 walipoungana tena katika klabu ya Inter Miami, ambapo pamoja na wachezaji wenzao wa zamani wa Barcelona Jordi Alba na Sergio Busquets waliongoza timu hiyo kutoa taji la Supporter Shield la MLS mwaka 2024. Hii hapa ni SNS Management.